Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rais Trump anasema Marekani itahususia mkutano wa G20 kule Afrika Kusini kwa sababu ya mauaji ya kimbari ya wazungu. Trump anasema mkutano huo ni fedheha, kwamba Afrika Kusini inaandaa G20. Trump anarudia madai yaliyokanushwa ya mauaji ya kimbari yanayofanywa dhidi ya wakulima wazungu. Rais Donald Trump amesema hakuna maafisa wa Marekani watakaohudhuria mkutano wa kundi la G20 wa mwaka huu nchini Afrika Kusini, akitoa mfano wa jinsi nchi hiyo ilivyowatendea wakulima wazungu. Mkutano wa G20 ni mkutano ambao unahusu nchi 20 duniani zenye nguvu ya kiuchumi, yani nchi zenye uchumi mkubwa, nchi 20. Manake kuna ile G7 na kuna ile G7 ambayo zamani ilikuwa G8 wakati Urusi yupo, wakamtoa Urusi wakabaki G7, halafu kuna G20. G20 mabadiliko yaliyofanyika mwaka juzi yaliingiza Afrika kwenye G20, ikaja kama Afrika jumla, kwa sababu kwenye hii G7 unavyoona EU inaingia jumla. EU wanaingia jumla, na hata kwenye G20 EU inaingia kama EU, haingii kama nchi moja moja. Sasa kwenye huu mkutano utafanyika Afrika Kusini wa G20, Marekani inasema haitohudhuria kwa sababu Afrika Kusini imeendeleza mauaji. Jamani, hebu tuchukue nadharia ya uhalisia, na ndio maana huwa ninazungumza mimi kuwa hata pale tunaposhughulikia matatizo yetu, kama tunashughulikia matatizo yetu kwa kuwashirikisha wengine wasiokuwa na maadili, kwa kutegemea kuwa tunatetea maadili, tutakuwa tunachekesha sana. Marekani hana hadhi ya kusimamia maadili yoyote ya nchi nyingine na kunyoshea kidole nchi nyingine kuwa inakiuka maadili, ikiwa yeye hana maadili. Anapozungumza kuhusu Afrika Kusini, wengi tunajua kwa sababu gani imekuwa Afrika Kusini. Afrika Kusini amekataa kulifti kesi dhidi ya Israeli kwenye mahakama ya ICJ. Kwa hiyo kinachotokea kwa Marekani ni kuiadhibu Afrika Kusini kwa visingizio ambavyo havina ushahidi. Jamani, Marekani anakanusha uwepo wa genocide ndani ya Gaza. Anapinga kwa nguvu zote kuwa ndani ya Gaza hakuna mauaji ya kimbari, licha ya kuwa kile unachokiona wewe, licha ya yote unayoyashuhudia yanayofanyika ndani ya Gaza, licha ya kuwa starvation, yani njaa, imetumika kama silaha, licha ya kuwa yeye ni msaidizi mkuu wa silaha kwa kupeleka, yeye msaidizi wa mauaji yote, lakini Marekani anakanusha kuwa ndani ya Gaza kuna mauaji ya halaiki yaliyofanyika. Marekani anakanusha. Marekani anapiga mstari na kuthibitisha kuwa Afrika Kusini kuna mauaji ya halaiki. Hebu niambie Afrika Kusini kuna mauaji ya halaiki? Je, kweli Afrika Kusini kuna mauaji ya halaiki? Nani anafadhili vita na vurugu zinazotokea Sudan? Nani anayefadhili vita na mauaji na kila unyama unaotokea Sudan? Ni washirika wa Marekani, tena walio karibu, wanaofanya biashara kubwa na Marekani: Saudi Arabia, Misri, Imarati. Naona Uturuki naye kapeleka silaha kwa hivi juzi kwa ajili ya kusaidia jeshi. Tayari wamejinza. Hawa wote ni washirika wa Marekani, lakini hawa Marekani hawezi kuwanyoshia kidole kwa sababu hawa karibu wote wapo kwenye lile group linaitwa Abraham Accord, ambao wengine wameshajiunga, wengine wapo kwenye mazungumzo. Kazakhstan inaingia. Nadhani mmeliona hiyo taarifa. Kazakhstan naye anajiunga na mkataba wa Abraham, na Marekani alitoa taarifa hiyo jana, ikifuatiwa na Azerbaijan. Zote zitafuata hizi nchi. Sasa nani anasababisha mauaji Sudan? Nani anapeleka silaha, zinatoka wapi?
ni washirika wa Marekani, lakini kule hakuna genocide. Marekani anasema kule kuna watu tunaweza tukawekea, ila Afrika Kusini kuna mauaji ya halaiki yanayofanyika katika nchi ya 70% ya watu weusi, na ardhi yake unajua white wale wazungu Afrika Kusini wako 7%. Wazungu ni 7%. 7% ya wazungu wanamiliki zaidi ya 60% ya ardhi. Zaidi ya 60% ya ardhi. Kitu ambacho kingekuwa ni Marekani, Trump basi angefukuza wote waliokuwa pale, kama angekuwa pale, kwa kile anachokifanya yeye Marekani. Kwa sababu Marekani anafukuza watu kwa sababu wakikosoa, wakifanya nini, wote anakosoa, lakini kwingine ananyoshia kidole. Mfano nitakwambia. Juzi tarehe 6 ubalozi wa Marekani pale Yaounde, Cameroon, ulitoa pongezi kwa Rais Paul Biya wa Kameruni kwa ushindi wake, ikisema kuwa anaendeleza amani, Marekani wataendeleza mshikamano na kuendeleza gurudumu na mahusiano mazuri kati ya Marekani na Kamerun. Sijui unanielewa? Paul Biya ameingia madarakani Kameruni mwaka 1982, miaka 43 iliyopita. Yani Paul Biya ameshika madaraka Kameruni, mimi sijazaliwa. Leo mimi nazungumza na wewe. Leo mimi na watoto. Leo mimi na familia. Ameshika madaraka mwaka 82. Marekani iko nyuma yake na inamkingia kifua kuwa tutaendeleza ushirikiano. Yani katika kampeni ya mwaka huu, katika kampeni alizofanya mwaka huu, Paul Biya hakuwepo Kamerun. Paul Biya katika kipindi chake cha urais anaweza akaenda Kamerun katika term yake yote ya miaka 5, miaka 6, miaka 5 ile, anaweza akaenda Kamerun mara 2. Rais anayeishi Ufaransa wala haishi Kamerun. Mpinzani wake katika kura zilizofanyika alidai kushinda, kashinda. Ameshiriki na ameshinda kwa madai yake. Lakini Marekani inampongeza nani? Paul Biya. Kwa sababu gani? Marekani anazingatia demokrasia. Kuna demokrasia ya miaka 43 mtu kutawala nchi. Kabadili nini? Kafanya nini? No. Maslahi ya Marekani ndani ya Kameruni yako salama. Hawa wakoloni walivu hawakuenda wote pamoja, kila nchi waligawana. Mmoja anakuwa huku, mmoja anakuwa huku. Ukitazama Cameroon ilikuwa na sehemu mbili. Cameroon kulikuwa kuna Muingereza na Mfaransa alitawala hilo, lakini maslahi ya nchi fulani yakiwa ile nchi hata ifanye nini italindwa kwa nguvu zote. Lakini ukiona Western wameisa kama nchi fulani kwa matamko, kwa maandiko, kufanya nini, fahamu kuwa kuna maslahi yao hayako sawa. Ima kuna mkataba bado serikali husika inasita kusaini ambao wameuomba, au kuna kitu wamekitaka hawajapewa, kwa hiyo wanaweka shinikizo la nguvu kuwa hii itatoke. Na hasa utawala wa Trump umekuwa ukitumia kitu kama hicho. Marekani wanampongeza Paul Biya huku wakinyoshia vidole serikali nyingine za Kiafrika kuwa zinakosea, hali ya kuwa wao wanaenda kumuidhinisha. Sikia kitu kimoja. Mwaka 2018 utawala huu wa Trump wa mara ya kwanza kwenda 19, bunge la Marekani Senate likathibitisha katika uchunguzi Rahby Digital, haki na ukweli.